Movie inaanza na ripoti mbaya kutoka kwenye taarifa ya habari. Inatangaza kifo cha wanandoa wawili maarufu ambao walikuwa ni vijana. Hao walikuwa ni watoto kutoka kwenye familia mbili za kitajiri mjini Verona. Hizo familia zilikuwa zinajulikana kwa uhasama wao wa muda mrefu, ila kwa masikitiko uadui wao wa miaka mingi ulimalizika kwa janga lilogharimu pande zote mbili kupoteza watu waliowapenda. Wapenzi hawa ni Romeo Montague na Juliet Capulet, kutoka kwenye familia mbili ambazo ni vigogo zinazomiliki magenge ya kihalifu ambazo uhasama wao umegeuza hili jiji kuwa sehemu hatari ya kuishi. Ilikuwaje hao wapenzi wawili wakafa? Hicho ndicho kitendawili cha hii movie. Ni kuomba usubscribe, lakini pia usahau kubonyeza notification bell ili wa kwanza kuona movie zetu kila tunapopost. Haya, sasa tuendelee. Kabla ya Romeo kukutana na Juliet na kuanza mapenzi yao, kuna mapigano ya vikundi vya familia hizo katikati ya jiji ambavyo vinaishia kukamatwa kwa vijana wawili maarufu, Benvolio ambaye ni binamu wa Romeo na Tybalt ambaye ni binamu wa Juliet. Wazee wa familia hizo mbili, Montague na Capulet, wanalazimika kuwatoa kwa dhamana, lakini chini ya onyo kali, kwa sababu wameuchosha mji kwa matendo yao ya kijinga. Wakaahidiwa kuwa kutakuwa na adhabu ya kifo ikiwa uhasama huo utaendelea. Baada ya kuachiliwa, Teddy na mkewe Caroline wanazungumza kuhusu hali ya mwanao Romeo. Caroline anashukuru kwamba Romeo hakuwa sehemu ya ugomvi huo, lakini wote wanahofia maisha yake ya huzuni yanayodumu kwa muda mrefu. Amekuwa tu mtu wa kujifungia chumbani, anaididimia katika mawazo na haoni sababu tena ya kuishi. Huyu Romeo ni kijana mzuri, yeye hapendi kupigana. Kipindi wengine wanahubiri mapambano, yeye amekuwa muumini mzuri wa amani. Amejikatia tamaa kwa kuchoka vurugu za kila siku zinazoendelea kwenye mji wao, zinazosababishwa na familia mbili, mojawapo ikiwa ni familia yake. Hivyo kama mrithi wa familia, hapendi kabisa kurithi kiti hicho, huku akiwa anaendeleza fujo ambazo zinamwaga damu za watu kama anavyofanya babake. Wazazi wake wanamtuma binamu yake ambaye ni Benvolio kuzungumza naye. Romeo anamweleza kwamba anataka kitu kimoja tu, mapigano ya mara kwa mara yasitishwe. Yeye ni mpole, hapendi vita, anahitaji kuishi kwa amani anapokatiza kwenye mitaa. Lakini vitu anavyovisema Benvolio anacheka kwa sababu anaona tu ni kama ndoto. Huo ni mji wa ubabe, inakuwaje yeye ahubiri amani? Hizi sera zake haziwafurahishi wengi kwa sababu huo ni mji uliochafuka. Wakati huo kwenye huo mji kuna mwanaume mwingine tajiri anayeheshimika zaidi, anaitwa Dave Paris. Huyu amekuja kuzungumza na baba yake Juliet, anataka kumchumbia. Anataka hiyo ndoa ili kuimarisha nguvu zake za biashara, lakini mzee Capulet anakataa hilo ombi kwa sababu bado hajawa tayari kumwozesha binti yake. Lakini hata hivyo anamkaribisha kwenye sherehe kubwa ya usiku wa mwaka mpya itakayofanyika nyumbani kwao. Kwa upande wake Juliet anasumbuliwa na mashinikizo kutoka kwa mama yake Gloria, mwanamke kichaa anaishi kwa fahari, tena mwenye tamaa zaidi ya mamlaka. Yuko tayari kufanya chochote ili amwage damu ya mtu ili kupata tu kile alichokidhamiria. Huyu Gloria anataka binti yake amoe mwanaume mwenye hadhi na mali, hasa huyu Dave Paris. Lakini kwa Juliet ni tofauti kidogo. Ana roho nzuri, anapinga maamuzi yasiyo na upendo na ana ndoto ya kumpenda mtu kwa dhati. Sasa Romeo na rafiki yake anaitwa Mercutio. Huyu Mercutio ni mtu mwenye vituko sana, yaani yeye ni mtu aliyechangamka sana. Amemletea kadi ya kwenda kwenye sherehe ya mwaliko wa mwaka mpya inayofanyika Capulet nyumbani kwao Juliet. Hivyo wanamchukua wanaenda, lakini wanapofika muziki, mwanga na kelele vinamchosha Romeo. Huyu Romeo sio mtu wa burudani sana, yeye mara nyingi anapenda utulivu. Hivyo anatoka kidogo kwenda kujitenga, akili yake iweze kutulia. Wakati anazunguka hapo akaona bwawa dogo la samaki wa kisasa, hivyo akaenda kuangalia burudani hiyo. Kipindi anaangalia, macho yake yakakutana na Juliet. Wakaanza kuangaliana kupitia kioo cha maji bila kujua hata majina yao wala chuki za familia zao. Ni kama kwao dunia ikasimama kwa sekunde chache hivi, kwa sababu kuna kitu kwenye nyoyo zao kikawa kinawasemesha. Ila msaidizi wa Juliet akamvuta ili waondoke. Romeo akamfuata mpaka kwenye mziki, akamtazama huku akicheza na Paris. Kipindi hicho zimebaki dakika chache tu ili kufika mwaka mpya. Ile kipindi wengine wamezubaa wanafurahia mwaka mpya ambao umefika, Romeo akamvuta Juliet kwa karibu, alafu hapo akaanza kumtongoza. Hilo eneo likawa kama linawabana. Wakakimbia mpaka kwenye lifti na huko mambo mengine yakaendelea. Lakini muda mfupi baadaye wakatenganishwa na msaidizi wa Juliet. Baadaye wanakuja kugundua ukweli mchungu kwamba wanapendana, ila familia zao ni familia za maadui.
kamwe Capulet na Montague haziwezi kukaa meza moja kuzungumza. Hii pati inafika ukingoni, hivyo Romeo na wenzake wanabudi kuondoka. Lakini kipindi wanaondoka, inamuia vigumu sana Romeo kuondoka kwa sababu kuna kitu ambacho kinamsumbua moyoni. Yaani hawezi kuondoka bila kupata mazungumzo ya kutosha na huyu mwanamke. Hivyo akarudi akapanda ukuta akaingia mpaka ndani. Na kwa vile ameshajua chumba anachoishi bibie Juliet, hivyo lengo lake ni kwenda na kumgongea. Lakini cha ajabu, kabla hata hajafika kwenye chumba cha Juliet, anakutana naye. Lakini anavyokutana naye anamshtua. Hivyo wote wanadumkia kwenye swimming pool na huko stories zinaendelea. Kesho yake Romeo anamtafuta padri mmoja anaitwa Lawrence. Huyu ni kasisi wa mtaa. Amekuja kumuomba awafungishe ndoa, lakini padri anashangaa sana. Mwanamke mkutana naye jana leo anataka kumuoa. Alafu huyo mwanamke anatokea familia ya Capulet, familia ambayo inampinga sana baba yake Romeo. Inawezekanaje wakaoana? Lakini hata hivyo mchungaji anaona ni vyema waozeshe ili huo uwe ni mwanzo wa kupatana kwa hizi familia, kwa sababu hazitaendelea na mapigano kama watoto wao wameoana. Hivyo padri anakubali. Dakika chache baadaye Juliet anakuja kanisani akiwa amepigilia mavazi ya harusi kabisa, tayari kabisa kwa kuolewa. Baada ya ndoa, Romeo anatoka kwenda kuwajulisha rafiki zake kuwa ameoa. Lakini anapofika ufukweni ambako rafiki zake wanapenda kukaa, anakuta kuna majibizano makali yanayopelekea ugomvi. Na katika majibizano hayo, Tibati anamchoma Mercutio na kitu chenye ncha kali tumboni. Na baada ya muda mfupi, Mercutio anapoteza maisha. Kwa vile Mercutio alikuwa rafiki wa dhati kabisa wa Romeo, anajawa na hasira kali. Kipindi hicho Tibati baada ya kuona amesababisha majanga, anakimbia. Romeo naye anapata na hasira kali kwa sababu hakutegemea kuwa rafiki yake atakufa. Hivyo akiwa ni mtu aliyechanganyikiwa, anamfukuzia Tibati hadi anamkamata. Alafu anamtandika risasi hadi anamuua. Kumbuka walionywa kuwa atakayesababisha hizi fujo ni lazima auawe. Ila kwa kuwa sasa hivi majanga yamemhusisha mtoto wa doni maarufu, hivyo yeye analekezewa adhabu kidogo kwamba hatauawa isipokuwa amefukuzwa kwenye mji wa Verona. Kwa hiyo hapaswi kabisa kuonekana kuanzia usiku huo. Romeo anakimbilia mpaka kanisani kwa Padri Lawrence. Huyu padri wanasikilizana sana. Angalau akiwa kwenye mikono yake huwa anajisikia faraja. Lakini anapata ujumbe kutoka kwa Juliet kupitia msaidizi wake. Kumbuka mpaka kufikia hapo ndoa yao ina masaa 3 tu. Hivyo anapata nguvu anaenda mpaka kwao Juliet. Wanakutana kisirisiri na kuitimiza ndoa yao rasmi usiku huo. Ila huo ndio usiku wa mwisho wa furaha yao, kwa sababu Romeo hapaswi kabisa kuonekana hapo. Sasa analala mpaka asubuhi ndiye anashtuka. Yaani hajisikii kabisa kuachana na mke wake. Taarifa inakuja kuwa mama yake anakuja kwenye hicho chumba. Hivyo haraka haraka Juliet anamtorosha kupitia dirisha. Taarifa iliyoletwa na mama yake ni kuwa wazazi wake wamekaa kikao na wameamua aolewe na Dave Paris. Juliet anakataa. Sasa kipindi wanazungumza, baba yake naye amefika. Baba yake anasikia kuwa mtoto wake amekataa kuolewa. Baba yake anamshambulia kwa hasira mno. Ubaya ni kuwa Juliet alifikiri kwamba kuna majadiliano kama wanavyofanyaga siku nyingine, lakini kitu ambacho hakujua, safari hii hakuna mjadala, swala limeshapitishwa. Hivyo yeye ajiandae tu, kwa sababu hana namna, hawezi kuzeekea nyumbani. Hawa wazazi wake hawajui kabisa kuwa Juliet ameshaolewa. Hiyo ni taarifa ambayo hawana kabisa. Akiwa amechanganyikiwa, anajaribu kutafuta msaada kwa mama yake, lakini mama yake naye anamkataa, anamgeuzia mgongo. Anakimbia mpaka kwa padri, anamlilia akimwambia heri afe kuliko kuolewa na mtu asiyempenda. Padri anachekecha, alafu anakuja na mbinu ambayo anahisi huenda inaweza ikasaidia, lakini mbinu hatari kidogo. Hiyo mbinu ni kuwa anampa dawa. Hiyo dawa akinywa itaonekana kuwa amekufa. Alafu baada ya kuonekana kuwa amekufa, moja kwa moja ataletwa mpaka kanisani, kwa sababu ndivyo familia za watu matajiri huwa zinafanya kwenye mji wao. Akiwa hapo kanisani, padri atamwandikia Romeo barua kumjulisha. Alafu Romeo atakuja kisirisiri kuja kumchukua. Lakini hata Dave Paris akiona kuwa Juliet amekufa, hata cancel mpango wake wa kumuoa. Kwa hiyo huo ndio unakuwa mchezo. Yaani kuambia hivi, Juliet baada ya kukataa kuolewa, babake akamwekea walinzi. Hivyo walinzi watahakikisha atoroki kwenye huo mji mpaka atakapoolewa. Nafikiri mpaka hapo umeelewa kwa nini padri anataka ajifanye kuwa amekufa. Usiku huo unafika, anakunywa ile dawa aliyopewa na padri, na baada ya kuinywa, usingizi mzito unambeba, anakuwa kama mtu aliyekufa. Asubuhi yake inafika, familia inakuja kumwamsha, lakini hainuki, na inagundulika kuwa habari yake imeisha. Sasa padri aliandika barua imwendee Romeo. Kipindi mtu wa posta ameileta, Romeo hakuwepo. Anagonga sana lakini hafunguliwi. Hivyo anaiacha hiyo barua hapo mlangoni, akijua kuwa Romeo atakapokuja ataikuta. Sasa leo Romeo akiwa amekaa na habari, anaona kuna gari linakuja kwa kasi. Kumbuka mpaka kufikia hapo Romeo hajaiona kabisa ile barua, maana ilipeperuka na upepo. Romeo kwa furaha anamwendea huyu jamaa aliyekuja, akijua kuwa na habari njema. Huyu jamaa anampa taarifa kuwa mke wake amefariki. Romeo anapatwa na uchungu mzito, analia vibaya sana.
Yaani anaomboleza bila kujua kwamba ni mchezo uliotumika ili kumsaidia. Hivyo kwa hasira anaondoka kurudi Verona, na mara anapofika anakuja moja kwa moja kwa mzee fulani. Huyu mzee ni maarufu kwenye huo mji kwa kuuza aina zote za sumu ambazo ni kali. Sasa Romeo anamwambia kuwa ampe sumu ambayo ni kali kuliko sumu zote alizonazo. Anampatia, alafu anamwambia hii sumu ukiinywa inaua ndani ya dakika moja tu, kwa hiyo awe nayo makini. Romeo anaichukua alafu anaondoka. Anaingia kanisani na kukuta mwili wa Juliet ukiwa umelala kana kwamba amekufa kweli. Romeo anauona mwili wa mpenda wake akiwa aamini. Kumbuka muda huo yule padri hayupo. Angalau angekuwepo yeye angeweza kumpa taarifa, lakini sasa hayupo. Romeo kwa uchungu akiwa amini anafika, anamlilia sana mpenzi wake, anambusu usoni na kujaribu kumwamsha, lakini Juliet haamki. Lakini kipindi anaongea fahamu za Juliet zikaanza kurudi kidogo kidogo. Kipindi hicho Romeo na anaomboleza. Sasa anainyofoa ile sumu alafu anaishika mkononi. Kipindi hicho Juliet na ameamka. Juliet hajui kuwa ameshikilia sumu, hivyo yeye akawa anafurahia jamaa anavolia bila kujua jamaa anataka kufanya nini. Romeo akanywa ile sumu. Baada ya kuinywa ndo Juliet kushtuka, lakini tayari amechelewa. Romeo anamwambia kuwa nimekunywa sumu ili nife na wewe, na kabla hata hajasema lolote Romeo anafia kwenye mikono yake. Alifurahia jamaa anavolia, sasa ni yeye anaelia, na yeye kwa kukosa matumaini anachukua bastola anajimaliza pale pale. Wanandoa wawili wanakufa pamoja, wakiacha jiji lote katika simanzi. Familia ya Montague na Capulet zinakuwa zimepata hasara ambayo haziwezi kabisa kuzifidia, na mpaka kufikia hapo chuki inakoma kati yao, maisha yanarudi kuwa ya kawaida. Kama umeshawahi kusikia hadithi ya Romeo na Juliet, basi ndiyo hii. Subscribe.